Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati Urusi ikijinadi na kujitapa kuwa na kombora la Oreshnik, kombora la masafa mafupi lenye uwezo wa kufika katika mataifa ya Ulaya karibia yote na sehemu katika nchi ya Marekani kwa dakika 12 hadi 15, Marekani imekuja na kombora ambalo lina uwezo wa kufikia Moscow kwa dakika 6 hadi 7. Wakati wa mkutano wa wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Urusi, waziri wa ulinzi Andriy Belousov alimueleza Rais Vladimir Putin kuhusu maendeleo ya kijeshi, akisisitiza kwamba Marekani inaweza kupeleka mifumo ya makombora ya masafa ya kati barani Ulaya na eneo la Asia Pacific yenye uwezo wa kufika Urusi kati ya dakika 6 hadi 7. Belousov alisisitiza kuwa Marekani inakusudia kutekeleza mfumo wa kombora la Dark Eagle ifikapo mwisho wa mwaka huu. Jukwaa hili la hali ya juu lina vifaa vya makombora ya hypersonic yanayojivunia safu ya takribani kilomita 1500. Alifafanua zaidi akisema uwekaji uliopangwa wa mfumo huu katika Ulaya na eneo la Asia Pacific unamaanisha kwamba kutoka Ujerumani, ambapo mfumo wa makombora utawekwa wakati wa kuruka kuelekea shabaha katikati mwa Urusi, itakuwa takribani dakika 6 hadi 7 tu. Kombora hili la Dark Eagles linatajwa kuwa kombora la kasi na lenye gharama ya kawaida. Silaha ya masafa marefu ambayo jeshi la Marekani limeteua rasmi wakiita Dark Eagles mnamo Aprili mwaka 2025 ni silaha ya hali ya juu iliyozinduliwa chini kwa chini, inayokusudiwa kuwasilisha gari linaloweza kubadilika kwa shabaha katika safu za kati kwa dakika badala ya masaa. Mfumo huu unaunganisha nyongeza ya roketi thabiti na hatua mbili za namna ya utekelezaji. Mara tu nyongeza itakapofikia mwinuko na kasi, huachilia sehemu ya eneo lake ambayo huteleza, ambayo kisha hujiendesha kwa kasi kubwa kuelekea eneo lililolengwa. Kombora hili linaendelezwa kwa pamoja na mashirika ya jeshi na jeshi la wanamaji la mashirika ya viwandani ikiwemo Lockheed Martin na Dynetics. Hati ya Congress pamoja na Wizara ya Ulinzi zimeliweka kombora hili katika safu ya uendeshaji ya kombora la masafa ya kati, takribani maili 1725 sawa na kilomita 2775. Kuripotiwa kwa umma kwa kombora hili linaelezewa kuwa ni kombora lenye uwezo wa kasi endelevu lenye Machi 5 na zaidi. Hata hivyo, limetajwa kwamba makadirio ya kilele cha juu zaidi, ikiwa ni pamoja na ripoti inayosambazwa kuwa kilele karibu na Machi 17 kwa kitengo hutekeleza kwa majaribio fulani, lakini pia uhalisia ni kwamba lina uwezo wa kuruka ndani ya dakika 6 hadi dakika 7 kuifikia Urusi, hasa jiji la Moscow kutoka nchini Marekani, hasa Washington. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.